Lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukiwa nami Sarafina Robi. Mashambulizi makubwa ya mabomu dhidi ya Iran yanaendelea huku milipuko ikisikika kote mjini Tehran. Shirika la habari la kitaifa la Iran linaripoti mlipuko mkubwa karibu na eneo ambapo maelfu ya raia wanashiriki katika maandamano ya siku ya Quds, maandamano ya kila mwaka ya kuunga mkono wa Palestina na wanaoipinga Israel. Mtu mmoja anaripotiwa kuuawa. Ujumbe kutoka kwa kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei umewataka raia wa Iran kutumia mikutano hiyo kuonyesha ghadhabu yao dhidi ya mashambulizi ya Marekani na Israel. Israel ilikuwa inawaonya watu mjini Tehran kuondoka katika maeneo mawili ya mji huo huku ikianzisha wimbi jipya la mashambulizi. Jeshi la Marekani limesema limepata miili ya wafanyakazi 4 kati ya 6 waliokuwa kwenye ndege ya kujaza mafuta iliyoanguka magharibi mwa Iraq hapo jana siku ya Alhamisi. Zaidi na Elizabeth Kazibure. Shughuli ya kutafuta inaendelea kuwatafuta wengine 2. Majina yao yanahifadhiwa hadi ndugu wa karibu watakapojulishwa. Kituo kikuu cha Marekani kinasema mazingira ya tukio hilo yanachunguzwa, lakini kupotea kwa ndege hiyo hakukutokea na uhasama au moto wa makabiliano. Jeshi la Iran linadai kwenye runinga ya serikali kwamba kundi shirikishi la Iraq lililenga ndege hiyo kwa kombora na kuwaua watu wote waliokuwepo ndani ya ndege hiyo. Umoja wa Ulaya unasema kuwa una wasiwasi mkubwa kutokana na Marekani kuondoa vikwazo dhidi ya mafuta ya Urusi. Rais wa Baraza la Ulaya alisema hatua hiyo inaathiri usalama wa Ulaya. Kansela wa Ujerumani alisema uamuzi huo haukuwa sahihi. Uingereza inasema itadumisha vikwazo. Marekani imeidhinisha uuzaji wa mafuta ya Urusi yaliyoidhinishwa mwishoni mwa hapo jana siku ya Alhamisi katika jaribio la kudhibiti kupanda kwa bei ya kimataifa ambayo imesalia kuwa zaidi ya dola 100 kwa pipa. Msemaji wa Kremlin anasema maslahi ya Urusi na Marekani yanawiana katika hitaji la kuleta udhibiti wa bei ya mafuta. Wataalamu wanasema Urusi ni mmoja wa wanufaika wakuu wa mzozo uliopo. Mataifa mengi ya Afrika yanakabiliana na ongezeko jipya la bei ya mafuta huku mzozo katika Mashariki ya Kati ukiendelea kupandisha bei. Afrika inategemea sana mafuta yanayoagizwa kutoka nje. Zaidi na Hamida Abubakar. Wateja wameanza kuhisi athari za kupanda kwa bei ya mafuta. Nchi ya visiwa vya Afrika Magharibi ya Sao Tome and Principe imeshuhudia foleni nyingi katika vituo vya mafuta na hofu ya uhaba wa mafuta. Nchini Misri, Nigeria na Zimbabwe, bei ya mafuta imepanda kwa zaidi ya 10% tangu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran kuanza wiki 2 zilizopita. Bidhaa nyingi barani Afrika zinasafirishwa kwa barabara na kupanda kwa bei ya mafuta kunatarajiwa kuwa na athari katika uzalishaji wa kilimo na gharama ya chakula. Wakati kupanda kwa bei ya mafuta kunavyozidisha hofu ya mfumuko wa bei, mojawapo ya taifa lililo na uchumi mkubwa zaidi barani Afrika, Afrika Kusini, imeshuhudia sarafu yake ya rand kupoteza thamani kwa wiki ya 2 mfululizo. Na waendesha mashtaka wa Ufaransa wamefungua uchunguzi wa uhalifu wa kivita baada ya kuuawa kwa mfanyakazi wa shirika la misaada la UNICEF Karine Bouisset mwenye umri wa miaka 54 huko Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mujibu wa shirika la habari la TF1. Bouisset aliuawa tarehe 11 mwezi Machi mwaka 2026 wakati boma lake aliposhambuliwa na ndege isiyo na rubani. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa kitaifa wa kupambana na ugaidi imetuma kesi hiyo kwa kitengo cha OCLCH na kufahamisha familia yake. Kwa mujibu wa ACLED, shirika lisilo la kiserikali linalofuatilia mizozo ya kimataifa, jeshi la Kongo ndilo lilorekodiwa mara nyingi zaidi kuwa na mashambulio ya anga na ndege zisizo na rubani mashariki mwa DRC tangu mwaka 2025, huku zaidi ya mashambulizi 60 yakiripotiwa mwaka 2026. Waasi hao pia wamedai kuhusika na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yakiwemo mawili yaliyolenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kisangani. Hii ni BBC. Naam, ni taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako na mwenzangu huyo msikilizaji Sarafina Robi akiwa studio zetu za Nairobi. Matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika. Ukiwa nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Budi FM, Radio Kwizera kule Ngara, Radio One Dar es Salaam, Loliondo FM pamoja na Radio Free Africa. Kenya ni Must FM, Mwenedo FM na Pamoja FM na Gulf Radio. Uganda Radio Kitara, Radio
Lira, Radio Paidha na Voice of Karamoja. Lakini ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tusikilize kupitia Radio Muungano kule Beni na Lizadel Radio, na katika internet ni BBC Swahili. Ukurasa wetu pia wa Facebook, msikilizaji, matangazo haya yanakujia moja kwa moja, rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga, na hapo baadaye utaungana na mwenzangu Phyllis Mwate katika mjadala. Lakini sasa tuangazie taarifa mbalimbali, tukianza na taarifa yetu kuu. Jeshi la Israeli linasema limeanzisha wimbi jipya la mashambulizi mjini Tehran. Msururu wa milipuko mikali iliyotikisa mji mkuu wa Iran. Hapo awali Israeli ilikuwa imesema inalenga miundombinu na pia ilikuwa imepiga shabaha zaidi ya 200 magharibi na eneo la kati la Iran. Israeli pia imezidisha operesheni zake dhidi ya mshirika wa Iran Hezbollah nchini Lebanon. Robert Kipto na maelezo zaidi. Mashambulizi zaidi yametekelezwa nchini Iran na mataifa ya Ghuba mapema hii leo, huku Israel na Iran zikianzisha mashambulizi mapya katika vita ambavyo vimeibua hisia kali katika ukanda wa Mashariki ya Kati na kutishia kutikisa uchumi wa dunia. Tangu mashambulio ya Marekani na Israel kuanza nchini Iran, vita hivyo sasa vimesambaa hadi kanda nzima, mbali na kuhusisha nchi zenye ushawishi mkubwa duniani na kuzua taharuki katika soko la mafuta duniani. Milipuko mikubwa iliyoshuhudiwa katika mji mkuu wa Iran, Tehran, mapema hii leo, na jeshi la Israeli limesema kuwa lililenga zaidi ya vituo 200 katika maeneo ya magharibi na katikati mwa Iran. Lakini kiongozi mpya wa kidini wa Iran amewahimiza wanajeshi wa mapinduzi nchini humo kujitahidi kuwashinda maadui wao, akisema raia wa Iran wanawategemea sana kulinda uhuru wa taifa hilo. Dear brothers of the armed forces. Ndugu zetu wanajeshi wa mapinduzi wa Iran, raia wetu wanawategemea ninyi kuendelea na juhudi zenu za kulinda uhuru wa taifa letu kwa kuimarisha juhudi zenu ili maadui wetu wajute matendo yao. That is making the enemy regret its actions. Mapema hii leo, maelfu ya raia wa Iran walijitokeza kuandamana kupinga mashambulizi hayo ya Marekani na Israel, huku wakiadhimisha Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nchini Iraq, ndege ya kijeshi ya Marekani ya kubeba mafuta aina ya KC-135 imeangushwa katika maeneo ya magharibi mwa nchi hiyo, huku ndege nyingine iliyoshambuliwa ikifanikiwa kutua salama. A mission is underway to attempt to rescue that crew and to figure out what happened. But look, kwa mujibu wa makao makuu ya jeshi la Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, ndege hiyo ya mafuta ilidunguliwa na wapiganaji wa Kiislamu wanaoungwa mkono na Iran. Lakini kwenye taarifa iliyotolewa na jeshi la Iran, ndege hiyo iliangushwa na kombora la masafa marefu na kuwa marubani na abiria wote kwenye ndege hiyo waliuawa. Kundi la Islamic Resistance nchini Iran, ambalo linaungwa mkono na Iran, limedai kuhusika kudungua ndege hiyo na kuongeza kuwa pia walikuwa wamelenga ndege nyingine ambayo ilifanikiwa kutoroka. Tangu vita dhidi ya Iran kuanza, kundi hilo limekuwa likifanya mashambulio ya kila siku dhidi ya kambi za kijeshi na majengo yanayohusishwa na serikali ya Marekani katika eneo hilo. Kwenye hotuba kwa waandishi wa habari, Rais wa Marekani Donald Trump amesema vita dhidi ya Iran ni sharti vikamilishwe sasa. Jeshi letu ni imara sana na kitu kama hiki hakijawahi kutokea. Hakuna mtu aliyewahi kuona kitu kama hichi, na tunafanya kile ambacho kinapaswa kufanywa, ambacho kilipaswa kufanyika katika kipindi cha miaka 47 iliyopita. Au kingeweza kufanywa na watu wengi tofauti ambao walichagua kutofanya lolote. Lakini kwa kweli Iran ni taifa la ugaidi na chuki, na wanalipia gharama kubwa hivi sasa. And they're paying a big price right now. Ndege hiyo ndiyo ya 4 kuangusha tangu vita hivyo kuanza, baada ya ndege zingine 3 za kivita aina ya F-15 kudunguliwa kimakosa nchini Kuwait. Wakati huo huo, vikosi vya ulinzi vya anga vya NATO mashariki mwa Mediterranean vimedungua kombora la 3 la balistiki lilorushwa kutoka Iran kuelekea Uturuki. Wizara ya ulinzi nchini Uturuki imesema hatua zote muhimu zinachukuliwa dhidi ya tishio lolote linaloelekezwa katika anga lake. Uturuki imesema imetaka maelezo zaidi kutoka utawala wa Tehran kuhusu tukio hilo. Awali kulikuwa na ripoti za ving'ora vikilia katika kambi ya anga ya Incirlik kusini mwa Uturuki, kituo muhimu cha NATO ambako wanajeshi wa Marekani wamepiga kambi. Wizara ya ulinzi ya Saudi Arabia nayo imesema kuwa imenasa takriban ndege 25 zilizo na rubani.
zikilenga maeneo kadhaa ya nchi hiyo zikiwemo sehemu za kidiplomasia mjini Riyadh. Huku vita vikiendelea, bei ya mafuta duniani imeendelea kuongezeka licha ya juhudi za Marekani za kujaribu kupunguza wasiwasi kuhusu usambazaji wa bidhaa hiyo muhimu. Marekani imelazimika kutoa leseni ya siku 30 itakayoruhusu Urusi kuuza mafuta yake duniani. Bei ya mafuta ghafi ilipanda hadi dola 101 kwa pipa, kiwango ambacho ni ongezeko la 10% katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Huku hayo yakijiri, shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR limesema kuwa zaidi ya watu milioni 3.2 wamelazimika kuhama makazi yao nchini Iran tangu vita hivyo kuanza. Wizara ya afya nchini Iran nayo imesema kuwa zaidi ya watu 1200 wameuawa katika vita hivyo. Robert Kipto, BBC. Naam, asante Robert Kipto. Na msikilizaji, kusoma kwa kina kuhusiana na vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran unaweza ukasoma hapa, ikiwemo taarifa hii kiongozi wa Iran huenda alijeruhiwa vibaya huku mashambulizi yakiathiri uwezo wa Tehran kutengeneza silaha zaidi, Marekani imesema. Taarifa hiyo na nyingine nyingi unaweza ukasoma katika tovuti yetu. Kwingineko ni kwamba polisi nchini Afghanistan wanasema watu 4 wameuawa na 15 kujeruhiwa katika wimbi jipya la mashambulizi ya anga ya Pakistan katika mji mkuu Kabul. Serikali ya Taliban inasema miji mingine pia imekuwa ikilengwa, ikiwa ni pamoja na Kandahar ambapo Pakistan ilishambulia ghala la mafuta la shirika la ndege binafsi. Pakistan haijazungumza lolote. Hapo awali ilihalalisha mashambulizi kama hayo kwa kudai kwamba Afghanistan inawahifadhi wapiganaji wa Kiislamu wanaoshambulia vikosi vya usalama vya Pakistan. Kabul ilikanusha. Zaidi na Humphrey Mgonja. Mamlaka ya Afghanistan imesema leo Ijumaa kwamba Pakistani imefanya mashambulizi ya anga katikati ya Kabul na mikoa ya mpakani na kuua watu 4 katika mji mkuu. Mapigano ya hivi karibuni mabaya katika mzozo huo wa muda mrefu. Vyanzo vya usalama vya Pakistani vilisema walifanya mashambulio ya anga walioyaita yalifaulu dhidi ya maficho 4 ya magaidi huko Kabul na mikoa ya mpakani, na pia kuharibu kituo cha kuhifadhi mafuta kwenye uwanja wa ndege wa Kandahar. Islamabad mwezi uliopita ilianzisha operesheni ya kijeshi dhidi ya jirani yake ikiwalenga Waislamu wenye itikadi kali kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi nchini Pakistan, lakini serikali ya Taliban imekanusha kuhusika. Msemaji wa polisi wa Kabul, Khalil Zadran, alisema watu 4 wameuawa na wengine 15 kujeruhiwa wakati nyumba zilizoshambuliwa katikati ya mji mkuu, huku wanawake na watoto wakiathirika zaidi. Msemaji wa serikali ya Taliban, Zabihullah Mujahidi, alichapisha kwenye mtandao wa X kwamba mashambulizi ya Pakistani pia yalipiga mkoa wa kusini wa Kandahar pamoja na Paktia mashariki na Paktika ambayo inapatikana Pakistan. Huko Kandahar ambako ndiko nyumbani kwa kiongozi mkuu wa utawala Hibatul Akhundzada, mashambulizi ya anga yaliyogonga ghala la mafuta la shirika la ndege la Kam Air karibu na uwanja wa ndege. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM lilisema Alhamisi kwamba mashambulizi ya mpakani yaliharibu pakubwa kituo chake cha usafiri huko Torkham kwa Waafghanistani waliofukuzwa kwa wingi kutoka Pakistani. Pakistani inasisitiza kuwa haijaua raia yoyote katika mzozo huo. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Afghanistani umesema raia 56 wameuawa nchini Afghanistani, wakiwemo watoto 24 wakati wa operesheni za kijeshi za Pakistani kati ya Februari 26 na Machi 5.